Haya ni mambo ya kuzingatia endapo wewe ni mtumishi wa Mungu. Kama wewe ni mtumishi wa Mungu ama ni mtu wa roho, basi haya mambo ninayokwenda kutajia yazingatie kwa gharama yoyote na uyashike inavyotakiwa. Kila ambacho kinatamkwa ukitendee kazi kama kinavyokwenda kuelezewa. Kitu cha kwanza kabisa ni linda ufahamu wako. Linda ufahamu wako. Ufahamu unaundwa kwa vitu unavyovisikiliza. Ufahamu unaundwa kwa vitu unavyojifunza kwavyo. Ufahamu unaundwa kwa vitu ambavyo una pay attention, vitu ambavyo unaelekeza akili yako hapo. Kwa hiyo ili kulinda ufahamu wako, chagua kwa makini vitu gani ambavyo unavisikiliza. Chagua kwa makini ni vitu gani ambavyo unavitazama. Chagua kwa makini ni vitu gani ambavyo unalisha nafsi yako. Leo hii sio ajabu sana kumkuta mtu anapangilia mchana nitakula hichi, usiku nitakula hichi, lakini hapangilii nafsi yangu inakula nini. Hapangilii ufahamu wangu unakula nini. Linda sana ufahamu wako. Jizuie, sio kila kitu cha kusikiliza. Sio kila kitu cha kutazama. Leo kumekuwa na mchezo mmoja ambao unaweza kukuta mtu anaangalia kitu kibaya alafu anajisemea, watu wana roho mbaya sana. Yaani watu wabaya. Yaani watu wamekuwa makatili. Huku anaendelea kutazama. Anaendelea kutazama huku anajifanya kama hataki vile. Lakini ndio anaendelea kutazama. Sasa hajui kwamba kile ambacho anaendelea kupay attention kukitazama kinakuwa chakula kwa akili yake. Labda nikupe mfano mmoja. Ukichukua mahindi, ukala na mayai, ukala na magimbi, ukala na viazi, ukala na wali, ukala na ugali wa muhogo, ukala na chapati, ukala na mandazi kwa wakati mmoja, nini kinatokea? Huyu mtu atavimbiwa. Lazima ataumwa na tumbo. Kwa sababu gani? Kwa sababu amejilisha vitu bila mpangilio maalum. Na ndivyo ilivyo kwenye akili yako. Kuna watu ambao akili zao zimevimbiwa sana na wao hawajui, na ni watu wa rohoni. Na hili ni kosa kubwa sana. Ukishakuwa mtu wa rohoni, hutakiwi akili yako kuvimbiwa. Ukishakuwa mtu wa rohoni, hutakiwi ufahamu wako kuvimbiwa. Ukishakuwa mtu wa rohoni, unatakiwa ule kwa mpangilio. Sio kila kitu kinachokuja kwa sababu ni cha rohoni basi ukichukue tu ulishe nafsi yako, ulishe ufahamu wako. No. Chagua kwa makini. Katika kitabu cha Luka sura 24 mstari wa 45, Biblia inasema, ndipo akawafunulia akili zao wapate kuelewa na maandiko. Kwa lugha ya Kiingereza Biblia imetumia neno their understanding. Understanding ni uelewa. Na hakuna uelewa bila ufahamu. Kwa hiyo Yesu Kristo, ili tuweze kumjua, ili tuweze kujua maandiko, lazima Roho Mtakatifu akufungue ufahamu wako. Lazima Roho Mtakatifu afungue uelewa wako. Kwa hiyo kwa maana hiyo sasa, kama akili yako itavimbiwa, kama ufahamu wako utavimbiwa, huwezi kumjua Mungu. Kama utalisha nafsi yako vitu bila mpangilio, huwezi kumjua Mungu. Huwezi kuisikia sauti ya Mungu kwa sababu nafsi yako haina kiasi. Biblia inasema pasipo maono watu huacha kujizuia. Maana yake ni nini? Maono yanakupa mpangilio. Maono ni picha ijayo ambayo inakupa kujua sasa hivi nile nini, sasa hivi niishije, sasa hivi nilishe nini ufahamu wangu. Hayo ndio maono. Kwa hiyo Yesu Kristo akawafungulia akili zao, akawafungulia ufahamu wao, akawafungulia uelewa wao ili wapate kuyaelewa maandiko. Kumbe pale ambako unakuwa uwezi kuyaelewa maandiko, shida haipo kwenye kusoma, shida inakuja kwenye uelewa. Namna gani ambayo unamuelewa Mungu? Namna gani ambavyo unaelewa vitu vya rohoni? Namna gani ambayo unayaona maandiko? Unayaona kwa sura gani? Unayaona kwa mtazamo gani? Zingatia sana. Linda sana ufahamu wako, kwa sababu vita vya kiroho vinapiganwa hapa. Vinapiganwa kwenye ufahamu. Vita vya kiroho vipiganwa mikononi. Vita vya kiroho vipiganwa tumboni, vinapiganwa kwenye ufahamu. Maana yake adui akiweza kupiga ufahamu wako, ameweza kupiga maisha yako yote. Ngoja nikupe mfano mmoja. Hebu imagine, huyu ni mwanajeshi. Alafu mwanajeshi huyu ana silaha, ana combat, ana mabomu, ana risasi, ana ngao, lakini amechanganyikiwa, ni chizi. Yaani ufahamu wake haupo sawa. Hivi tuna mwanajeshi kweli hapa? Hatuna mwanajeshi, hatuwezi tukaona faida yake. Kwa sababu anaweza kageuka kapiga hata wa kwake. Kwa sababu gani? Sio kwa sababu hana silaha. Sio kwa sababu hana misuli, bali kwa sababu uelewa umeharibika. Na uelewa ndio uwanja wako wa vita. Na ndio maana neno la Mungu linatutaka tuendelee kujifunza daily, kila siku. Kwa sababu gani? Kwa sababu tunakuza uelewa. Kwa kadri ambavyo uelewa unakuwa imara, kwa kadri ambavyo uelewa unakuwa endelevu, ndivyo imani zetu zinavyozidi kuwa kwa uhodari. Ndivyo mioyo yetu inavyozidi kuwa na nguvu katika Mungu. Biblia inasema hatimaye tuwe hodari katika Mungu na katika uwezo wa nguvu zake. Tunawezaje kuwa hodari?
kwa uelewa. Simba anamiliki nchi kavu, mamba anamiliki kwenye maji. Wafalme hao wawili wakikutana, kinachotokea kabla ya kuanza kushambuliana, kila mmoja anaanza kumvutia mwenzake kwenye upande wake. Simba atapambana kwa makucha yake kumtoa mamba kwenye ufalme wake wa maji, kumleta nchi kavu, na mamba naye atapambana kumvutia simba kwenye maji. Kila mpiganaji anamvutia adui yake kwenye uwanja wake, kwa sababu simba ndani ya maji hana nguvu, mamba kwenye nchi kavu hana nguvu ukilinganisha na kwenye maji. Kadhalika na tai. Tai anapopigana na nyoka, apigani naye nchi kavu. Anachokifanya ni anampandisha tu hewani. Anampandisha tu hewani. Anapompandisha hewani, nyoka anaishiwa nguvu. Anaishiwa nguvu kwa sababu ya kile kimo alichopandishwa. Anaishiwa nguvu, tayari amegeuka kuwa chakula. Kwa hiyo ujanja ni kuvuta kwenye uwanja wako wa vita. Na uwanja wako wa vita wewe ni uelewa. Uwanja wako wa vita wewe ni ufahamu. Ufahamu wako ukiwa udari, adui hawezi kuchomoka. Ufahamu wako ukiwa udari, adui hawezi kufanikiwa. Maana yake utakuwa ni sawasawa na tai anayenyanyua windo kulipandisha hewani. Kitu cha pili, jihadhari na watu waliokubali kutumiwa na shetani. Kuna watu wamekubali mahususi kabisa kutumiwa na shetani. Kuna watu wanaofahamu wa kiungu kujua kwamba hichi ninachomfanyia huyu mtu sio kitu kizuri. Kuna watu wanajua kabisa umeitwa na Mungu. Kuna watu wanajua kabisa mafuta yaliyoko juu yako yamewekwa na Roho Mtakatifu mwenyewe, lakini wanachagua upande wa kusimama kinyume chako. Hawa ni watu ambao mahususi kwa maamuzi yao wamekubali kutumiwa na shetani kinyume cha mapenzi ya Mungu kwako. Hawa sio wale watu ambao wanavamiwa na mapepo bila wao kujijua, alafu wanakuja wanakuharibia maisha. Sio hao. Hawa ni watu ambao kwa akili zao timamu wanalijua neno, wanajua mbinu za shetani, lakini bado wamechagua kuwa vyombo vya shetani. Walianza kama vyombo vya Mungu na this time wamegeuka kuwa vyombo vya shetani. Jihadhari sana na watu wa aina hii, watu waliokubali kutumiwa na shetani. Tuende katika maandiko. Biblia inasema kwenye kitabu cha Wakorintho wa pili sura ya 11 mstari wa 26. Biblia inasema katika kusafiri mara nyingi, hatari za mito, hatari za wanyang'anyi, hatari kwa taifa langu, hatari kwa mataifa mengine, hatari za mjini, hatari za jangwani, hatari za baharini, hatari kwa ndugu za uongo. Hatari kwa ndugu za uongo. Paulo anaelezea mapito aliyokuwa anayapitia. Ameelezea vitu vingi. Ameelezea kulikuwa na hatari za mito, kulikuwa na hatari za vibaka. Hawa vibaka ni watu, hawa wanyang'anyi ni watu. Anasema kulikuwa na hatari kwa taifa lake. Anasema kulikuwa na hatari mipakani kwenye mataifa mengine. Kulikuwa na hatari kwenye miji. Kulikuwa na hatari katika jangwa. Kulikuwa na hatari katika bahari. Lakini kulikuwa na hatari katika ndugu za uongo. Amewaita ndugu, alafu akasema wa uongo. Ndugu za uongo. Kumbuka pale mwanzo ametaja wanyang'anyi, yani vibaka. Kwa nini hawa ndugu za uongo wasingewekwa kwenye lile kundi la wanyang'anyi, bali wamepewa kundi lao la kipekee kwamba wanaitwa ndugu za uongo? Ndugu za uongo ni watu ambao wanakuja karibu yako, wanajifunza kutoka kwako, wanakaa na wewe, wanakusikiliza, lakini lengo lao ni kujua mpenyo wa kukushambulia uko wapi. Lengo lao ni kujua namna gani wanaweza kukuangusha. Maana yake ni kama ndugu, lakini ndani yao umebeba hila. Nakumbuka neno ndugu lilipotumika hapa, halijatumika kwa maana ya wale watu uliozaliwa nao katika familia. Limetumika kwa wale watu ambao wanakuja wanakaa karibu yako, kama watu ambao upo katika mfumo mmoja na wao, upo katika mzunguko mmoja na wao. Biblia inasema Paulo alikutana na watu wa aina hii. Alishambuliwa na watu wa aina hii. Na watu hawa hawakuishia kwa Paulo. Mpaka siku za leo wapo wengi wanaitwa ndugu za uongo. Wamejipandikiza kwenye huduma, wamejipandikiza kwenye makanisa, wamejipandikiza kwenye project, kwenye biashara, wamejipandikiza kwenye familia, wamejipandikiza kama family friend, lakini lengo lao sio hilo. Lengo lao ni kujua ninawezaje kuangusha hii taasisi. Lengo lao ni kujua ninawezaje kuangusha hii huduma. Wanaweza wakajiunga na praise, wanaweza wakajiunga na vikundi vya maombi, wanaweza wakawa msaada kweli kwenye kanisa, lakini lengo lao ni wapate ushawishi ili waweze kuharibu kila kitu. Jihadhari. Ukiwa kama mtumishi wa Mungu, namba moja nimesema zingatia sana na ulinde sana ufahamu wako. Kitu cha pili nimesema jihadhari na watu waliokubali kutumiwa na shetani. Jihadhari nao. Lakini kitu cha tatu,
jua mateso yatakayokupa utukufu. Kitu cha tatu, jua mateso yatakayokupa utukufu. Sio kila mateso yanakupa utukufu. Sio kila mapito yanakupa ushindi. Wewe ni shahidi wa maisha yako. Kuna wakati unaweza ukajikuta umepita kwenye jaribu, lakini baada ya kupita ukabaki the same, ukabaki vile vile. Yaani ulilishinda tu likanyamaza, alafu ukabaki vile vile. Jaribu ambalo linaletwa ama mtihani ambao unaletwa na Mungu akauruhusu, anauruhusu kwa ajili ya kusudi moja tu, ili ushinde upande level. Kuna vita vingine ambavyo hata ukipigana haupati ushindi. Unapita unapigana, unatoka jasho, unatoka damu, mwisho wa siku wanashinda wengine, na wewe unaendelea kubaki kuwa mgeni katika nchi ya ugeni. Sio kila jaribu, sio kila mateso yanayoweza kukupa utukufu. Kuna vitu vingine kabla hujakubali kuvipitia, jiulize, baada ya hivi vitu, je, nitapata ushindi? Nitapata utukufu? Nitapata kupanda level? Nitapata kwenda kwenye nafasi nyingine? Watumishi wengi wanatumia gharama kubwa kwenda redioni, wanatumia gharama kubwa kufanya vitu vingi, lakini vile vitu vyote wanavyovitumia, mwisho wa siku panakuwa hakuna faida yoyote. Wengine wanadiriki kushindana na watu ambao wanashindana na kazi ya Mungu. Wanapambana nao, wanapita kwenye mateso, wanajinyima, lakini mwisho wa siku hakuna faida yoyote. Ukiona mateso haya yatanipa utukufu, yatanipa ushindi, yatanipa nafasi ya kupanda juu, yapitie. Lakini ukiona mateso mengine ambayo hayana faida kwako, ukiona mtihani ambao haukupandishi darasa au kuongezei akili au kuongezei maarifa, kwa nini ufanye? Achana nao upite. Na ndio maana hata tukiwa shuleni, sio kila topic tulijifunza. Topic nyingine tuliziskip kwa sababu hazikuwa na msaada, hazikuwa na nafasi ya kutupandisha. Zilikuwa kama sehemu tu ya kujifurahisha ama sehemu tu ya kuongeza siku ya kuwa shuleni. Kadhalika kwenye imani kuna vitu kama hivyo, vipo vingi ambavyo vitu hivi havikupi utukufu. Una struggle tu na hakuna matokeo. Twende kwenye maandiko, kitabu cha Mathayo sura 28 mstari wa 9. Biblia inasema, na tazama, Yesu akakutana nao akisema, salamu. Wakakaribia, wakamshika miguu, wakamsujudia. Angalia, Biblia inasema baada ya Yesu Kristo kupitia mateso ya msalaba, alipokutana nao kwa kauli moja tu, hakuwaambia nisujudieni, aliwaambia tu salamu. Wanafunzi wote wakashuka chini wakamsujudia. Kwa nini? Kwa sababu mateso aliyoyapitia yamempa utukufu. Biblia inasema hivi, kule mbinguni wale wazee 24 hawakuimba unastahili mwanakondoo hivi hivi. Kuna kazi ilifanyika, kuna sacrifice ilifanyika, kuna kujitoa kulifanyika, ndipo akasema hakika unastahili mwanakondoo. Kwa hiyo ili watu waseme unastahili, ili watu waseme hakika huyu ni mtu wa Mungu, lazima kuna mateso yanayofanana na hiyo nafasi yataka kuja kwako. Yapitie hayo mateso ambayo hayana ulazima, achana nayo. Sawa, unajua watu wa dini fulani sio dini yao sio sahihi. Unasimama mtumishi wa Mungu kanisani kwako, mahubiri yako yote umeelekeza kuponda dhehebu fulani, umeelekeza kuponda dini fulani. Ninakwambia hakika hayo ni mateso unaojitafutia ambao hayana utukufu. Biblia inasema kuna yule kati ya wale Wayahudi ambao walikuwa wanamsulubisha Yesu. Yesu Kristo aliposema imekwisha, yule bwana akasema hakika huyu alikuwa mwana wa Mungu. Baada ya mateso wanasema hakika. Kama mateso ambayo unayapitia sasa hivi hayawafanyi watu kusema hakika huyu amechaguliwa na Mungu, achana nayo. Kimbia hiyo vita. Pointi ya 4, jua kanuni ya kupigana vita. Mwanajeshi yoyote asiyejua kanuni ya kupigana vita, anayejua tu kubonyeza trigger ya kushambulia maadui, yeye anajua kupiga tu risasi, hajui kulenga, hajui shabaha, huyu mwanajeshi atakuwa wa kwanza kufa vitani. Kwa sababu vita ni kanuni.
Ukiwa kama mtumishi wa Mungu ama kama mtu wa rohoni, jua kanuni ya kupigana vita. Jua kanuni za kupigana vita vya kiroho. Usipigane tu. Sio kila vita tu unaweza ukaanza kwa jina la Yesu toka pepo, kwa jina la Yesu toka shetani. Vita vingine ni kanuni. Kwa sababu hata mashetani hayashambulii bila hoja. Lazima kuwe na hoja. Lazima kuwe na uhalali. Lazima kuwe na umiliki. Unawezaje kuvunja uhalali wao na umiliki wao? Kwa njia ya kanuni. Kilichomfanya neno kuchukua mwili na kuja duniani, lile neno likaitwa Yesu, ni kanuni. Kwa sababu ili mwanadamu akombolewe, ilitakiwa kanuni ya damu isiyokuwa na hatia. Damu isiyokuwa na kasoro. Ili Mungu ajibu maombi yako anatumia kanuni. Ili Mungu akupiganie vita vyako anatumia kanuni. Na ili wewe upigane hivyo vita vinavyokukabili, vita vya kiroho, vita kwenye huduma, vita kwenye maisha, vita kwenye biashara, unahitaji kujua kanuni. Unahitaji kujua kanuni za kimungu. Unahitaji kujua kanuni za kupigana vita. Twende ubaoni. Kanuni ya kwanza, andika A ndogo. Hii ni namba 4, andika A ndogo. Kanuni ya kwanza, kuna vita vya kushinda kabla ya kupigana. Kuna vita vya kushinda kabla ya kupigana. Lazima ujue kwamba kuna vita vingine ambavyo unashinda kabla hujapigana. Kuna vita vingine kabla hujaingia ulingoni tayari umeshatangazwa kuwa mshindi. Lakini vita vya aina hii vinakutaka uingie ulingoni. Hata kama umekwisha kutangazwa katika ulimwengu wa roho kwamba ni mshindi, lakini unatakiwa kupigana. Ngoja nifafanue hivi. Yoyote aliyeokoka, yoyote aliye na Yesu tayari ni mshindi. Yoyote aliye na nuru tayari ni mshindi. Yoyote aliyeupokea ufalme wa Mungu tayari ni mshindi. Lakini kuwa tayari ni mshindi haina maana atakiwa kupigana. Atatakiwa ingie kwenye maombi ya kufunga. Atatakiwa ingie kwenye maombi ya vita. Atatakiwa ingie kwenye maombi ya kuondoa maradhi juu ya watu wake, juu ya familia yake. Kwa hiyo haitoshi tu kusema mimi na Yesu. Bali kuna wakati mwingine utafukuza roho chafu ziondoke kwenye mji wako. Kwa nini unazifukuza? Kwa nini zisiondoke tu zenyewe? Kwa sababu kuna kanuni. Kanuni ya vita hii ni lazima upigane ili kukamilisha ushindi wako. Yaani unakuwa tayari umeshashinda, lakini lazima upigane ili ukamilishe. Lazima upigane mbele ya macho ya watu ili ukamilishe. Ndio pale ambako Mungu anakutokea katika ndoto, anakuambia kwenye hii biashara nitakufanikisha, kwenye hii familia nitakufanikisha, kwenye hii huduma nitakufanikisha. Lakini bado unajikuta unaendelea kupambana, unaendelea kupita mahali pagumu katika huduma. Ukimuuliza Mungu, Mungu anakuambia tayari nimeshakumilikisha. Tayari nimeshakufanikisha. Lakini huku unaendelea kustruggle. You see? Kwa nini unaendelea kustruggle? Kwa sababu kanuni ya vita hivi ni lazima upigane hata kama umekwisha kushinda. Ni lazima upambane hata kama umekwisha kushinda. Hem, tuangalie kitabu cha Yoshua sura ya 10 mstari wa 8. Yoshua sura ya 10 mstari wa 8. Biblia inasema, Bwana akamwambia Yoshua, usiwache watu hao, kwa kuwa mimi nimekwisha kuwatia mikononi mwako. Hapana mtu awaye yote miongoni mwao atakayesimama mbele yako. Angalia. Biblia inasema Mungu anamwambia Yoshua, hao maadui zako nimekwisha kuwatia mikononi mwako. Sasa kama Mungu umekwisha kuwatia mikononi mwangu, kwa nini nikapigane? Lazima ili ushinde vita vya aina hii, lazima uingie kwenye uwanja wa vita. Biblia inasema, ukisoma kwenye mistari inayofuata, utaona Biblia inasema Mungu akalisimamisha jua, akasimamisha mwezi. Mungu akaruhusu mawe makubwa yakaanguka kutoka mbinguni yakawapiga maadui. Sasa Mungu, kwa nini usingenyesha tu hayo mawe yakawapiga maadui bila mimi kwenda vitani? Lakini ilibidi Yoshua awe kwenye ile ground, awe kwenye ile ardhi ya vita. Kisha Mungu ndipo asimamishe jua. Vita vyovyote vinavyopiganwa katika hii dunia vinataka vipigwe kwa kanuni. Hususan vita vya kiroho. Hususan vita vya kiroho. Kuna wakati mwingine unaweza kusema, Mungu, ninatuma damu ya Yesu kwenye ile ardhi yangu, kwenye kile kiwanja changu. Ni kweli ncha kwako na umekinunua na tayari umekwisha ukiombea. Lakini wakati mwingine inabidi miguu yako iende pale ikanyage, alafu ndipo matokeo yafanyike. Kuna wakati mwingine sio kutuma neno tu. Kuna wakati mwingine unatakiwa ufike pale.
Sasa vita vya aina hii vinavyokutaka ufike pale ndio vita ambavyo umekwisha kuvishinda kabla hujapigana. B, twende ubaoni. B, kuna vita ambavyo mkono wako utapigana. A, nimesema kuna vita ambavyo unakuwa umevishinda kabla ya kupigana. Lakini B, kuna vita ambavyo mkono wako utapigana. Kwa hiyo lazima ujue hii kanuni rafiki yangu, kwamba kuna vita vingine ambavyo sio mkono wako utakaopigana, sio wewe utakayepigana. Ngoja, labda nikupe mfano hivi. Mtu mmoja alikuja mahali fulani tulipokuwa tunasoma. Na alipokuja, wakati tumelala tumeacha simu zetu namna hii, yule mtu akazibeba zile simu wakati tupo usingizini, akatoroka nazo na baadhi ya nguo za watu wengine. Alipotoroka, ilipita kama wiki moja. Sisi tulipiga magoti tukamshukuru Mungu, tukashikana mikono, tukamaliza, tukasamee. Baada ya wiki moja yule bwana akapata ajali ya pikipiki, akavunjika mguu mara 3. Akavunjika mguu mara 3. Wakati wanambeba wanampeleka hospitali, neno lake kubwa lilikuwa ninaomba muwapigie simu wale watu niwaombe msamaha. Kwa ile alipofanikiwa kuongea na sisi akatuomba msamaha sana. Huko akikiri kwamba nimepata hii ajali kwa sababu niliwafanyia ubaya. Sasa sio sisi tuliotengeneza ajali, sio mikono yetu iliyomuangusha kwenye bodaboda, bali Mungu aliinua mazingira mengine, aliinua mikono mingine ambayo mikono ile ndio ilienda kumwadhibu yule bwana ili ajifunze. Kuna vita vingine kweli ni vya kwako, lakini sio wewe utakayepigana. Mfano, sasa hivi mtu akikutukana, Biblia haikuruhusu wewe kumrudishia matusi. Mtu akikunenea mabaya, Biblia haikuruhusu wewe kumrudishia maneno mabaya. Unaweza ukanyamaza ukamshukuru Mungu. Lakini kesho yake ukashangaa yule mtu amepita sokoni ama amepita eneo fulani, amekutana na kiboko, mashine ya matusi imeanza kumtukana huko sokoni. Amejisikia aibu na fedheha. Kajikuta ile aibu ambayo uliipata wewe ameipata yeye mara 7 yake. Maana yake mkono uliotumika kumwadabisha, mkono uliotumika kumtukana sio wa kwako, kwa sababu wa kwako hautakiwi kunajisika kwa matusi. Bali Mungu ameinua mkono mwingine mchafu ili uende ukamwadhibu. Kwa hiyo lazima ujue kanuni ya vita, kwamba sio kila adui anayekuja katika ulimwengu wa roho kwenye maisha yako basi mkono wako utashiriki. Muda mwingine mwambie Mungu tu, Mungu, mimi siwezi kufanya ubaya, lakini inua mikono mingine inayoweza kufanya. Inua mikono mingine inayoweza kunipigania. Na ndio maana unaweza ukashangaa Mungu akainua wapagani wakampiga mwizi aliyekuja kuiba kanisani. Washirika wa hilo kanisa hawajampiga, wachungaji hawajampiga, lakini wakainuka wapagani wakaanza kumpiga yule mwizi, wakamshikisha adabu kweli. Akakamatwa akapelekwa polisi, akakutana na mikono ya mapolisi. Mikono ya mapolisi ikamnyoosha haswa. Maana yake kiduniani ni wewe ndio ulitakiwa umnyooshe, lakini Mungu hajaruhusu, ameinua mikono mingine imnyoshe. Jua hii kanuni ipo wazi. Na ukijua utapoteza muda kupigana na watu ambao hukutakiwa kupigana nao. Ukipigana mahali ambako mikono yako isingetakiwa kupigana, aibu itakuwa ya kwako. Hiyo vita hautaka uishinde. Utajikuta unapambana kwenye vita hiyo hiyo miaka nenda miaka rudi. Twende kwenye maandiko. Kitabu cha Matendo ya Mitume sura 28 mstari wa 3 mpaka 5. Paulo alipokuwa amekusanya mzigo wa kuni na kuweka motoni, nyoka akatoka kwa ajili ya ule moto, akamzongazonga mkononi. Wenyeji walipomwona yule nyoka akilewalewa mkononi, wakaambiana, hakosi mtu huyu ni muuaji, ambaye japokuwa ameokoka katika bahari, haki haimwachi kuishi. Lakini yeye akamtukusia motoni asipate madhara. Biblia inasema Paulo wakati anakusanya kuni, wamewasha moto wanaota namna hii. Nyoka alipoona ule moto akatoka mbio, akamzunguka kwenye mkono. Wakati amemzunguka kwenye mkono,
Paulo hakutaka kupigana na yule nyoka. Alichokifanya, alimkungutia yule nyoka kwenye ule moto. Maana yake ni sawa na kusema hivi, ewe nyoka, mikono yangu haitakuzuru, ila mikono ya moto itashughulika na wewe. Kuna maadui wengine usipigane nao kwa mikono yako. Acha mikono ya moto ishughulike nao. Wapambanishe na mikono yenye nguvu kuliko wewe. Paulo aliye mwanadamu mwenyewe anaogopa moto, na nyoka naye anaogopa moto. Sasa kwa nini wewe nyoka nisikuburute mpaka kwenye moto? Sio mimi nitakaye kuunguza, ila moto utashughulika na wewe. Jua kanuni ya kupigana. Wewe kama mtumishi wa Mungu, fahamu kanuni. Sasa tupitie kile tulichojifunza. Rudi ubaoni, angalia kwenye daftari lako kile ambacho umekiandika. Kitu cha kwanza tulisema mambo ya kuzingatia kama mtumishi wa Mungu na mtu wa roho. Kitu cha kwanza tulisema linda ufahamu wako. Tukasoma kitabu cha Luka 24 mstari 45. Lakini tukaja kwenye pointi ya pili ambayo tulisema jihadhari na watu ambao wamekubali kutumiwa na shetani. Tukasoma kitabu cha Wakorintho wa pili sura ya 11 mstari wa 26. Tukaenda kwenye pointi ya tatu, tukasema jua mateso yatakayokupa utukufu. Tukasoma kitabu cha Mathayo sura 28 mstari wa 9. Lakini katika kitu cha 4 tukaangalia jua kanuni ya kupigana vita. Yake tukaangalia kuna vita vya kushinda kabla ya kupigana. Tukasoma kitabu cha Yoshua sura ya 10 mstari wa 8. Tukaenda B, ambayo B tukasema kuna vita ambavyo mkono wako utapigana. Matendo ya Mitume sura 28 mstari wa 3 mpaka wa 5. Natamani sana Mungu azidi kukupa neema, azidi kukupa nafasi ya kujifunza zaidi kupitia ukurasa. Ukumbuke tuko kwenye project ya simu yako ni madhabahu, ambayo lengo lake kubwa ni kuhakikisha unajifunza kupitia simu yako, unakutana na Mungu kupitia simu yako, unakutana na maarifa ya kiungu kupitia simu yako. Mimi naitwa Deogratius na channel inaitwa Moyo wa Dim. Bonyeza button na subscribe kama bado. Weka maoni yako juu ya kila kitu ambacho umejifunza. Watu wengi wanafikiri ushuhuda ni mpaka kuponywa. Kumbe hata badiliko la mtazamo nao ni sehemu ya ushuhuda. Mshukuru Mungu endapo umepata kitu kipya ambacho kimebadilisha mtazamo wako, umepata kitu kipya cha kujifunza. Lakini ni namna ya kutupata. Elekeza ndugu zako, elekeza marafiki zako kwenye kila mtandao wa kijamii. Ukiandika Moyo wa Dim pale Instagram unatupata. Ukiandika Moyo wa Dim hapa YouTube unatupata. TikTok unatupata. Ukienda kwenye mtandao wa Facebook ukiandika Moyo wa Dim, akaunti ya kwanza kabisa ambayo inatokea juu, ile akaunti utaona imeandikwa Deogratius. Imeandikwa Deogratius. Ile ndio akaunti ambayo ninaitumia katika mtandao wa Facebook. Nenda pale, bonyeza button ya follow na kisha uendelee kujifunza, uendelee kuwa sehemu ya maarifa haya. Lakini vile vile kwenye mtandao wa WhatsApp tunatumia namba, kama uko nje ya nchi ama uko hapa Tanzania, tumia tu kodi ya Tanzania. Tumia tu kodi ya Tanzania ambayo ni jumlisha 255 634 123 206 ama 0634 123 206. Yes, tufuatilie kwenye WhatsApp kupitia namba hiyo, kisha tutakuunga kwenye group la maombi kila siku kuanzia Jumatatu mpaka Alhamisi. Tutaomba pamoja na wewe na Mungu atakwenda kuonekana kwa ukubwa sana kwenye maisha yako. Mungu wa mbinguni akubariki. Lakini vile vile naomba nitume salamu kwa watumishi wa Mungu ambao wanaendelea kujifunza kupitia maandiko haya ama mafundisho ambayo nimeendelea kuyafundisha katika mtandao huu. Mungu wa mbinguni azidi kuwabariki. Lakini Mungu azidi kuwabariki wale watu ambao mnatumia mafundisho haya kufundisha. Mungu azidi kuwabariki na kuwainua, azidi kuwapa upeo, azidi kuwapa neema na huduma zenu zikazidi kukua. Lakini vile vile nishukuru kanisa la Mungu lililoko pale Pwani ya Mkuranga, kanisa la CPC Miracle Center chini ya mchungaji Upendo Saidi Mzirai, ambalo kanisa hili limezidi kusimama na sisi, limezidi kuboost, kutusupport, kuzidi kuhubiri kwa njia ya mtandao. Mungu wa mbinguni awabariki sana. Mungu wa mbinguni azidi kuwainua. Mungu wa mbinguni azidi kuwatia nguvu.
timu nzima ya CPC Miracle Center, timu nzima ya Moyo wa Huruma ambayo imeendelea kusimama pamoja nasi. Mungu wa mbinguni azidi kuwabariki. Mungu azidi kukubariki, mzee wa kanisa na nabii mke Maria Hermit Mush kutokea pale CPC Miracle Center. Mungu wa mbinguni azidi kuwasogeza, azidi kuwafikisha mbali, mahali ambako maono yenu yatazidi kusimama. Lakini vile vile tupo kwa udhamini wa kampuni ya Suko Simos Worldwide, ambayo ni mabingwa wa uuzaji wa mwani na bidhaa zote ambazo zinaweza zika kuinua kwenye eneo la afya. Sio mambo ya kiroho tu, hata mambo ya afya pia yana nafasi yake katika ulimwengu wa roho. Kampuni ya Suko Simos Worldwide, Mungu wa mbinguni azidi kuwabariki, azidi kuyakuza maono yenu, mzidi kufika mbali zaidi. Asanteni kwa kutusapoti, asanteni kwa kuwa sababu ya sisi kuweza kufika hapa. Asanteni kwa kuwa sehemu ya kazi ya Mungu ambayo inazidi kuendelea kupitia mtandao huu na mitandao mingine ya kijamii. Mungu wa mbinguni awabariki. Bonyeza button ya like, bonyeza button ya follow, bonyeza button ya subscribe na uzidi kualika watu wengi zaidi.